Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema ni asante. Ni wakati wako tena ambao Bwana tuko tayari kufundishwa na kuelekezwa na wewe. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tusaidie kuyasikia na kuyaelewa yote ambayo Bwana utakwenda kusema nasi. Nijalie mtumishi wako usemi kunena tu yaliyo makusudi yako, yale ambayo Bwana umekusudia kutujenga katika siku ya leo. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana tuko tayari kubadilishwa na neema yako iko pamoja nasi kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Kama ambavyo tulizungumza ya kwamba leo ni ibada maalum ya maombi ya kubadilisha matokeo. Ni ibada maalum ya maombi ya kubadilisha matokeo. Na katika mafundisho haya na maombi haya, kila mmoja atapokea badiliko na maisha yake hayatakuwa kama alivyoingia. Sema, kila mmoja atapokea badiliko na maisha yake hayatakuwa kama alivyoingia. Tunakwenda kujifunza somo linalosema hekima ya Mungu ya namna ya kubadilisha matokeo. Hekima ya Mungu ya namna ya kubadilisha matokeo. Hekima ya Mungu ya namna ya kubadilisha matokeo. Jambo la kwanza ambalo natamani kila mmoja kufahamu ni hili. Ni mapenzi na shauku ya Mungu kuona maisha yetu yanapokea badiliko siku kwa siku na tunafurahia matokeo tunayoyapata. Ni mapenzi ya Mungu na shauku ya Mungu kuona maisha yetu yanapokea badiliko siku kwa siku na tunayafurahia matokeo tunayoyapata. Ikiwa inampendeza Mungu kuona wewe unacho, maana yake mimi na wewe tunatakiwa kuwa na shauku hiyo, kuwa nacho. Ni mapenzi ya Mungu kuona maisha yetu na hali zetu zinapokea badiliko chanya kila siku za maisha yetu. Lakini pia naomba niongee jambo jingine litakalo kusaidia. Nimeandika hapa nikasema, mabadiliko katika maisha ya Mkristo hayaji kwa namna moja tu. Biblia inaonyesha kwamba Mungu hubadilisha maisha ya watu wake kwa njia kuu mbili. Mungu hubadilisha maisha ya watu wake katika namna kubwa mbili. Namna ya kwanza ni namna ya muujiza. Ni namna ya muujiza, na nitakuelezea uweze kuelewa. Tumeona ya kwamba ni shauku ya Mungu kuona mabadiliko chanya yanatokea kwenye maisha yetu. Lakini pia kuwa ni shauku ya Mungu ni lazima yawe ni shauku yetu. Na Mungu anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, ana namna kubwa mbili ambazo anaweza akazifanya. Namna ya kwanza ni namna ya muujiza. Namna hii ni namna ambayo Wakristo wengi mnaipenda. Watu wengi mnatamani kuona asubuhi moja umeamka na jana yako imekuwa tofauti na leo yako. Si ni kweli Si ni kweli Ni namna moja pendwa hivi. Na ukisoma maandiko vizuri utagundua Biblia imejaa miujiza mingi ambayo Yesu ana Mungu aliifanya katika majira mbalimbali. Na hiyo inamtambulisha na kumuonesha Mungu kama Mungu afanyaye miujiza. Kwa hiyo Mungu huwa anabadilisha maisha ya mtu kuna nyakati kwa muujiza. Lakini naomba nikwambie jambo litakalo kusaidia. Mungu amekusudia tuishi kwa kanuni alizoziweka na sio kwa miujiza. Mungu amekusudia tuishi kwa kanuni za maisha alizoziweka katika neno lake na sio tu kwa kutegemea muujiza. Yaani Mungu anafanyaga miujiza. Yesu anaitwa mtenda miujiza na uwezo huo anao. Kuna nyakati atafanya muujiza kwenye hali yako na kuna nyakati atataka ujifunze kanuni zitakazobadilisha hali yako. Kwa hiyo namna ya kwanza ni namna ya muujiza. Namna ya pili ni namna ya mchakato wenye kuhitaji hatua. Namba mbili ni namna ya mchakato wenye kuhitaji hatua. Kuna wakati Mungu atabadilisha maisha yako
Yesu ataanza kubadilisha hali yako kwa kwenda na wewe hatua kwa hatua, akibadilisha hali yako ili uendelee kupata mabadiliko yanayotakiwa kutokea. Kwa hiyo ni vizuri Mungu akifanya muujiza kwenye hali yako, lakini pia ni vizuri kuamua kwenda na Mungu kwa hatua ili kumpa nafasi ya kukubadilisha, ili kubadilisha hali yako. Kufahamu ukweli huo utakusaidia sana. Naomba nikwambie kitu kitakachokusaidia. Mungu ni Mungu wa matokeo na imani ni Ukristo. Ukristo ni imani ya matokeo. Mungu ni Mungu wa matokeo na Ukristo ni imani ya matokeo. Yeyote aliyechagua kumwamini Yesu ni lazima adhamirie moyoni mwake ya kwamba maisha yangu na hatua zangu zitakuwa ni ushuhuda ya kwamba Mungu ninayemwabudu, Kristo niliyempokea, nguvu zake na uwezo wake ni zaidi ya miungu niliyochagua kuiacha. Naomba tuendelee mbele kidogo. Nakumbuka habari za Elia na manabii wa Baali. Utaandika Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 20 mpaka ule wa 40. Wafalme wa Kwanza 18 20 mpaka ile 40. Utaona pale kwa habari ya Elia na manabii wa Baali. Nimekwambia Mungu ni Mungu wa matokeo. Biblia inasema hivi, kulikuwa na manabii wengi wa Baali wakati huo, na manabii wa Baali kuwa wengi, tafsiri yake kulikuwa na waumini wengi waliokuwa wameingia kwenye imani hiyo. Wingi wa makuhani lazima uendane na idadi ya ongezeko la washirika kwenye imani. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati ambapo karibia taifa zima linamwabudu Baali. Elia akasema, na ijulikane kati ya Baali na kati ya Mungu, nani ni Mungu. Elia akawaambia wale watu, sikilizeni, kitakachomfanya Mungu wa kweli ajulikane ni matokeo atakayoyafanya baada ya jambo lifuatalo. Tutatengeneza madhabahu, tutatoa sadaka, kila mmoja atasali kwa namna ile aliyozoea kwa Mungu wake, na yule Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu wa kweli. Wale watu wakamwambia pale kwenye yale maelezo, sasa umesema vema, umeongea. Biblia inasema akawaacha watu wa manabii wa Baali wakaendelea na ibada zao pale, wakafanya na kila kitu, hamna kitu. Baadaye akawaambia, jamani, muamsheni, labda Mungu wenu amelala. Wale watu mpaka Biblia inasema wakaamua kujichanja, damu zikawa zinatoka na nini, lakini kimya. Nisikilize nikwambie, mbinu zote walizozifanya walifanya, maana kuna nyakati walikuwa wanafanya na wanaona kuna matokeo yanafanya nini, yanapatikana. Hawakuwa wanabahatisha, hawakuwa wajinga. Miungu yote duniani ina kanuni zake za kuachilia matokeo kwa watu wake. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa wanajaribu, walikuwa wanaelewa, wameshawahi kufanya hizo namna na wakaona Baali anafanya. Lakini Mungu akasema, ili ijulikane kwamba mimi ni Mungu wa matokeo, nitahakikisha mbinu na namna zote ambazo mmekuwa mnazitumia leo hazitafanya kazi. Dunia yote itajua ya kwamba mimi ndimi Mungu juu ya miungu mingine. Ngoja nikwambie, kila wakati Mungu anapojitokeza huwa analazimika kuinyamazisha miungu mingine ili ajulikane na afahamike ya kwamba ni Mungu mwenye uwezo zaidi ya miungu mingine. Alipokuja Elia akamwambia, isiwe shida, ngoja sasa mimi nifanye madhabahu kwa namna yangu. Alafu Biblia inasema akaambia, mimineni maji ya kutosha, msije mkasema nilipiga kiberiti moto ukawaka. Alafu Elia akaomba. Nini kilitokea? Moto ukashuka, ukalamba ile madhabahu, ikalamba ile sadaka. Watu wote wakainama, wakasema, Bwana ndiwe Mungu. Kwa nini? Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa matokeo. Ili watu waamini wokovu ulio nao, ni lazima waone matokeo fulani fulani yanayoendelea kutokea kila siku kwenye maisha yako. Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa matokeo, na Ukristo
ni imani ya matokeo. Na naomba nikuambie jambo jingine. Dunia inaheshimu matokeo. Dunia inaheshimu matokeo. Utaona kwenye Yohana 10 mstari wa 30 mpaka wa 41. Dunia inaheshimu pia matokeo. Nitasoma mstari wa 37, anasema, kama sizitendi kazi za Baba yangu na msiniamini, lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Ilikuwa ni wakati ambapo Yesu anazungumza na jamii ambayo inamtilia mashaka juu ya umasihi wake, inamtilia mashaka juu ya uhalali wake kama kweli ametoka kwa Mungu. Akawaambia, sikilizeni, ninajua inawezekana msiamini ninachokisema, lakini kama hamwezi kuniamini, basi ziaminini zile kazi. Oneni wagonjwa walioponywa, oneni wafu waliofufuliwa, oneni wamama waliokuwa tasa wakafunguliwa. Anasema, ikiwa hamwezi kuniamini mimi, ziaminini kazi, matokeo niliyoyazalisha kwenye maisha ya watu wenu, kwenye jamii yenu. Moja ya kitu kilifanya pamoja na watu kupinga huduma ya Yesu, lakini wengi walikuwa wakimfuata, ni matokeo yaliyoambatana na huduma yake. Kwa nini? Dunia inaheshimu matokeo. Watu wanaweza kuwa na sababu zote za kukupuuza. Hakikisha kila nafasi unayoipata, matokeo yatakayozalishwa na wewe yawanyamazishe kimya na yawafunge mdomo, wasiendelee kuzungumza. Dunia inaheshimu matokeo. Naomba nikwambie pia jambo jingine litakalo kusaidia. Badiliko la kwanza ambalo Mungu anatamani kuona linatokea kwenye maisha ya mtu ni badiliko la utu wetu wa ndani. Yes. Badiliko la kwanza, andika jambo la msingi sana hilo. Badiliko la kwanza ambalo Mungu anatamani kuona linatokea kwenye maisha ya mtu ni badiliko la utu wetu wa ndani. Yaani, kabla maeneo mengine yote kwenye maisha yako hayajaanza kubadilishwa, Mungu eneo la kwanza kabisa analotamani kuona badiliko la kweli linatokea ni badiliko la utu wako wa ndani. Hata watu wengi mnapoomba maombi ya kumtaka Mungu afanye vitu kwenye maisha yenu, wengi huwa mnaomba mahitaji mlio nayo kuliko kuomba ninyi kubadilishwa ndani yenu. Badiliko la kwanza ambalo Mungu anatamani kuona linatokea kwenye maisha ya mtu sio badiliko lako la kimahusiano, sio badiliko lako la kifedha, sio badiliko lako tu la kielimu, sio badiliko lako tu la kihuduma. Mungu cha kwanza anachotaka kuona ni badiliko la utu wetu wa ndani. Kwa nini? Wewe usipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Mwambie jirani yako, wewe usipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Utaona Waefeso sura ile 4 mstari wa 17 mpaka ule wa 32. Waefeso sura ile 4 mstari ule wa 17 mpaka mstari ule wa 32. Anasema hapo, nitasoma kwa kurukaruka. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo kwa ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa moyo. Mstari wa 20. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Kristo Yesu. Anaanza kusema 22, badiliko hilo. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa za mwili zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. 24. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. 25. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. 26. Mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. 28. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri,
kwa ajili ya kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. 29, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaowasikia. Anaendelea kueleza hapo vitu vingi vingi, anaweka hapo. Unaona namna ambavyo mtume Paulo analiandikia kanisa la Efeso, anawaonesha ya kwamba Ukristo ni maisha ya badiliko. Kabla Mungu hajaanza kubadilisha uchumi wako, kabla Mungu hajaanza kubadilisha mahusiano yako, kabla Mungu hajaanza kubadilisha chochote ambacho kimekuchosha na unatamani kuona badiliko, badiliko la kwanza ambao anatamani kuliona ni ndani yako ni badiliko la utu wako wa ndani. Wewe wa sasa uwe tofauti na yule aliyekuwa kabla hajaokoka. Ni jambo la huzuni katika siku tulizo nazo kuwa na watu wanaojiita wameokoka, lakini wanaishi maisha ya zamani ya watu ambao hawajaokoka. Mwambie mwenzako, ni huzuni. Ni huzuni. Ni huzuni. Tumekuwa na Wakristo wapumbavu sana, watu ambao wanaita viumbe vipya lakini vina utu wa kale. Badiliko la kwanza ambalo Mungu anatamani kulifanya kwenye maisha yako ni badiliko la utu wako wa ndani. Anawaelezea hapa ya kwamba ninyi mmekuwa viumbe vipya katika Kristo, msienende kama mataifa waenendavyo. Unajua, ni jambo la aibu kuona mambo wanayoyafanya watu ambao hawajaokoka yanafanyika kanisani, kiasi ambacho leo watu waliookoka na ambao hawajaokoka wote wanajiona kama wanafanana tu. Unajua, ndio maana leo wokovu unaonekana ni kama kitu cha kawaida na kila mtu anakwambia ameokoka. Kwa nini? Hakuna mstari unaochora utofauti kati ya waliomwamini na ambao hawajamwamini. Kitu kibaya sana, kibaya sana. Mnamdhalilisha Yesu, mnautukanisha wokovu. Badiliko la kwanza, na hata kwenye maombi yako ya leo naomba, kabla hujashughulikia maeneo mengine, badiliko la kwanza, omba Mungu abadilishe utu wako wa ndani, uwe tofauti na yule aliyekuwa zamani kabla hajaokoka. Kabla hujaokoka ulikuwa mzinzi, umeokoka mzinzi, pumbavu wewe. Kabla hujaokoka ulikuwa unadanganya, umeokoka bado muongo wewe. Kabla hujaokoka ulikuwa na wivu, umeokoka bado una wivu tu. Badiliko liko wapi? Badiliko liko wapi? Shauku ya kwanza ya Mungu ya badiliko kwenye maisha ya mtu ni kuona wewe unafanya nini. Naomba uandike pia jambo jingine litakalo kusaidia. Hatuwezi kutamani kuona badiliko kwa kushughulika na matokeo badala ya chanzo kinachosababisha mambo kutokea namna yanavyotokea. Narudia tena kwa taratibu. Hatuwezi kuona badiliko kwa kushughulika na matokeo tunayoyaona. Hatuwezi kuona badiliko kwa kushughulika na matokeo tunayoyaona badala ya chanzo kinachosababisha mambo kutokea namna yanavyotokea. Watu wengi wanawataka kuwekeza nguvu kubwa kwenye kushughulikia matokeo wanayoyaona bila kwenda kushughulikia chanzo kinachosababisha hali iliyopo kuwa vile ilivyo. Utaona kwenye Mathayo 12 mstari wa 33 mpaka 35 ina kitu pale cha kutusaidia. Mathayo 12 mstari wa 33 mpaka mstari ule wa 35. Anasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, ufanyeni mti kuwa mabaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mnawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu yanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Yesu anasema hivi, matunda ya mti ni matokeo ya aina ya mti ulivyo. Anasema mti hauwezi ukazaa tofauti na ile asili yake. Na anasema, ninyi watu waovu, mnawezaje kutaka kuwa watu mnaonena mema? Hauwezi kuongea tofauti na yale yaliyoujaza moyo wako. Hauwezi kutenda tofauti na aina ya mtu uliye ndani yako. Tunapotaka kubadilisha maisha yetu, ni lazima tuamue kushughulikia chanzo kinachosababisha hali iliyopo kuwa vile inavyoonekana. Jambo la msingi sana. Maombi mengine yote utakayoomba, usiposhughulikia chanzo na kuwa tayari kubadilika,
hakuna kitu kitatokea. Naomba nikwambie pia jambo jingine litakalo kusaidia. Kila hali usiyoifurahia kwenye maisha yako ina chanzo chake ambacho kikishughulikiwa matokeo yataanza kuwa tofauti. Kila hali usiyoifurahia kwenye maisha yako ina chanzo chake. Kila tatizo unaloliona kwenye maisha yako lina chanzo chake ambacho kikishughulikiwa matokeo yataanza kuwa tofauti kwenye maisha yako. Chochote ambacho kinakunyima utulivu na haukifurahii kwenye maisha yako kina chanzo chake. Usipokishughulikia, hali itabaki kuwa ile ile. Ukishughulika nacho, utaanza kuona matokeo tofauti. Na ndiyo maana kwa wale walio kwenye tasnia ya afya wanajua, wagonjwa wote wanaokuja mara nyingi huwa wakishamsikiliza na nini, kitu kimojawapo watakachofanya ni kutaka kujua huyu mtu hali alionayo chanzo ni nini, na wakishajua chanzo wanaanza kufanya nini? Kushughulika nacho. Huwa hatushughuliki na matokeo tu, tunashughulika na chanzo. Ukishughulika na matokeo ni kama umeamua kutuliza tatizo kwa muda, lakini baadaye litarudi na kuwa katika hali mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzoni. Jitafakari ni nini ambako hakiko sawa kwenye maisha yako. Maeneo gani ambayo unatamani yabadilishwe? Anza kuangalia, hivi nilivyo, chanzo ni nini? Chanzo ni nini? Chanzo ni nini? Chanzo ni nini? Ni rahisi sana kumlaumu shetani ukifikiri kuwa ni chanzo. Kuna wakati shetani anaweza kuwa ni chanzo cha changamoto ulionayo, lakini kuna nyakati hata wewe unaweza kuwa ni chanzo cha tatizo linalokusumbua. Kwa hiyo ni vizuri sana kuidentify hicho kitu, itakusaidia sana. Wafalme wa pili 2 mstari wa 19 mpaka 22. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka ule wa 22 nitakuonesha hapo. Wafalme wa pili sura ile ya 2 mstari ule wa 19 mpaka mstari ule wa 22. Biblia inasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahali hapa pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Elisha na pamoja na watu wake wameenda mahali, ule mji ni mzuri, ule mji wanaufurahia, lakini una changamoto moja, unazaa maji machungu, unazaa maji mapooza ambayo hayawezi kuwa na faida kwao wala kwenye shughuli zozote za kilimo ambazo wanaweza kuzifanya mahali pale. Wanamwambia Elisha, tunafanyaje? Ona Elisha alichokifanya, mstari wa 20. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Mwambie mwenzako, akaenda mpaka kwenye chanzo cha maji. Unaona sasa alipokuwa anataka kuyaponya yale maji ya mji ili yawe sawa, akaamua kwenda kwenye chemichemi, kwenye chanzo halisi ambako maji yanatokea na watu wanapata maji kwenye ule mji. Okay. Anasema hivi, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Ameenda kwenye chanzo cha maji, anatabiri uhai, anatabiri uzima, anatabiri uponyaji. 22 anasema, hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Yale maji ya ile mji yakapona, yakawa safi, yakawa salama, sawasawa na neno la mtu wa Mungu Elisha, lakini alikwenda kwenye chanzo cha maji. Naomba ukumbuke hapa, Biblia haisemi na yale maji yakapona sawasawa na chumvi aliyoenda nayo Elisha. Biblia imeignore issue ya chumvi yake hapa, inaeleza jambo la msingi. Yale maji yakapona sawasawa na lile neno la mtu wa Mungu Elisha. Tatizo haliwezi kumwamsha mtu kuchukua hatua ya mabadiliko
mpaka limemchosha na kumnyima utulivu wa ndani. Tatizo haliwezi kumwamsha mtu kuchukua hatua ya badiliko mpaka limemchosha na kumnyima utulivu wa ndani. Nataka kusema nini? Jambo lolote kwenye maisha yako, hata kama unahisi linakusumbua, unaweza ukaendelea kuvumiliana nao na usitake kuchukua hatua ya mabadiliko mpaka siku limefika kwenye mambo makubwa mawili: limekuchosha na linakunyima utulivu wa ndani kwa kiwango ambacho hauwezi kuvumiliana nalo tena. Haujafika kwenye hicho kiwango, wewe na tatizo lako, wewe na changamoto yako mtaendelea kufanya urafiki tu. Na ndiyo maana kuna watu wana mambo mnayoyatazama mnafikiri yanawachosha, lakini wenyewe hawaombi. Wana mambo mnayo nyewe mnaona ni kama yanawaumiza na kuwakatisha tamaa, lakini hawamtafuti Mungu. Kwa nini? Tatizo lolote alilonalo mtu lisipofika kwenye kiwango cha kuuchosha moyo, kiwango cha kumfanya ashindwe kuvumiliana nalo tena, hawezi kuamka kuchukua hatua ya kuamua kulikabili. Ni rahisi kusema jambo linakuchosha, lakini kama halikuleti kwenye maombi, kama halikuleti kwenye kumtafuta Mungu, hilo jambo bado halijakuchosha. Mbele mwenzako usitudanganye, halijakuchosha. Yaani halijafika kiwango Madam Leokadia limegeuka kuwa prayer point yako ya kila siku alfajiri. Halijakuchosha. Halijakuchosha hilo. Nitakuja kuielezea hilo jambo vizuri baadaye kwenye pointi fulani. Bwana asifiwe sana. Nitakuja kuligusia tu vizuri na naamini utanielewa. Jambo jingine la muhimu la kukusaidia, hekima ya Mungu ambayo inaweza kukusaidia: kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko. Kila hali ina uwezo wa kusikia. Kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko, Kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko, bila kujali imedumu muda gani au imefika katika hatua mbaya namna gani kwenye maisha ya mtu. Kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko. Kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko, bila kujali imedumu muda gani, bila kujali imedumu muda gani au imefika katika hatua mbaya namna gani, au imefika katika hatua mbaya namna gani katika maisha ya mtu. Naomba nikae hapo kidogo wanangu, upate kuelewa. Kila hali ina uwezo wa kusikia na kuitikia neno la Mungu na kubadilishwa, bila kujali imekaa kwenye maisha ya mtu kwa muda gani au imefika kwenye hali mbaya kiasi gani. Watu wengi mioyo yao huwa inainama na kufikiri kwamba hali zao haziwezi zikabadilika, wakiangalia miaka ambayo tatizo hilo limekaa, wakiangalia hatua ya uharibifu ambayo tatizo hilo limefika. Ni kweli unaweza kwenda hospitali na wakakwambia kansa ulionayo imefika kwenye steji ya mwisho sana. Pamoja na hayo na ukweli huo, lakini Mungu akiingilia kati anaweza kupindua meza juu chini na taarifa zikaja tofauti. Inawezekana. Niliwahi kuambia hapa na naomba nirudie. Imani haipingi uhalisia. Imani inauona uwezo wa Mungu wa kufanya zaidi ya ukomo wa akili za kibinadamu ulipoishia. Kila hali ina uwezo wa kusikia na kupokea badiliko, bila kujali imedumu muda gani au imefika katika hatua mbaya namna gani katika maisha ya mtu. Ona Mathayo 9:18 mpaka 19 na 23 mpaka 26. Mathayo 9:18 mpaka 19 na mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 26. Nataka nianze kutengeneza imani ndani yako. Uziangalie zile hali ambazo hazikufurahishi kwenye maisha yako. Uangalie vile ambavyo umestruggle nazo kuhangaika na kuzibadilisha kwa muda mrefu, lakini bado mambo yanaonekana kuwa vile vile yalivyo. Niko hapa kukwambia kama sauti ya Mungu kwenye kizazi changu ya kwamba kila hali ina uwezo wa kubadilika,
bila kujali muda ambao tatizo limekaa au hali mbaya imefika kwenye kiwango gani. Mathayo hiyo 9 mstari wa 18 mpaka mstari wa 19 na mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 26. Inasema hivi kuanzia mstari wa 18: alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono juu yake naye ataishi. Umeona hiyo hali? Umeona hilo andiko kwanza Biblia inasema kulikuwa na ndugu mmoja, Mathayo hajamtaja jina, Luka kule na Marko wamemtaja, anaitwa Yairo, wakielezea habari yake. Yairo alipokuwa nyumbani kwake, binti yake Biblia inasema akawa amekufa, na alikuwa ni binti wa miaka 12. Injili zingine kule zinaonesha alipokuwa amekufa, taarifa ya kifo imeshathibitishwa, na nyumbani tayari taratibu za mazishi na msiba unaendelea. Ona hiyo hali. Pointi yangu ni nini? Kila hali inaweza kupokea badiliko bila kujali imekaa muda gani au imefika kwenye hali mbaya kiasi gani. Muone huyu baba, tayari msiba umetokea, msiba nyumbani unaendelea, watu wako wanalia, wanawasubiri ndugu ili waende wakazike. Lakini imani ya Yairo ikasema, ijapokuwa mtoto amekufa na msiba nyumbani unaendelea, mimi ninaamini Yesu akisema neno, mtoto anaweza kuinuka tena. Hali inakataa, watu tayari msiba nyumbani unaendelea, lakini yeye anasema, ninaiona neema ya Mungu na uwezo wa Yesu wa kufanya jambo kwenye msiba uliotokea. Mstari wa 19: Yesu akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Ona mstari wa 23 sasa. 23: Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Watu wameshafika, maombolezo yanaendelea msibani, watu wanalia, na ashumu kwamba yamkini hapa kulikuwa na wanawake kama wale wa mama wa Kinyakyusa wanaojua kulia na kuomboleza. Wewe umewahi kutembelea misiba ya Wanyakyusa wewe? Hata kama una huzuni ya kulia, unaweza ukajikuta unashikwa na uchungu unalia, hata kama hujui aliyefiwa. Wanajua kuomboleza eti. Wanajua kuomboleza, ndugu zangu. Kibona anacheka. Wanajua. Watu wakiwa msibani wanasikitika, wanaomboleza, Yesu ameenda. Mstari wa 24: akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Mwambie mwenzako, wakamcheka sana. Alafu anasema 25: lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Mtoto akiwa amekufa, msiba nyumbani unaendelea na masikitiko, jamaa anaona iko nafasi ya Yesu kufanya jambo. Kwa nini? Mungu ana uwezo wa kubadilisha chochote bila kujali kimefika kwenye hali gani. Andika hilo jambo moyo wako, wewe unakumbuka, Yesu ana uwezo wa kubadilisha chochote bila kujali kimefika kwenye hali gani. Usiwe ni mtu unayezuiliwa na hali, sizuiliwe na muda. Katika hali ambayo mtoto alikuwa amekisha kufa, alipata kumpokea mtoto wake tena. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Shetani hawezi kuzuia hatua za mtu endapo amechagua kukataa taarifa mbaya ambazo adui amezileta kwenye moyo wake. Narudia tena. Shetani hawezi kuzuia hatua za mtu. Shetani hawezi kuzuia hatua za mtu endapo amechagua kukataa taarifa mbaya ambazo adui amezileta kwenye moyo wake. Yaani shetani hawezi kuzuia hatua zako ikiwa umeamua kuzikataa taarifa mbaya ambazo amezileta na kuamua kuamini neno la Mungu kwa imani. Unadhani kwamba hakuna watu waliomzuia Yairo? Unadhani hakuna watu waliomwambia hilo jambo haliwezekani? Lakini ndani ya moyo wake aliamini ya kwamba haijalishi hali imefika kuwa mbaya kiasi gani, bado iko nafasi ya Yesu kufanya jambo kubadilisha hali ya mtoto. Na mimi nilipenda
Nilipokuwa naiangalia imani ya Yairo kwa mtoto wake aliyekuwa tayari amekwisha kufa, kama ambavyo Mathayo anaielezea, niligundua mambo kadhaa. Jambo la kwanza, imani ya Yairo ndiyo imani iliyokuwa ndani ya Ibrahimu. Andika tu hapo chini ili ujione wewe sio wa kwanza. Tutaandika tu moja ya Kirumi pale. Imani ya Yairo kwa binti yake ndiyo imani aliyokuwa nayo Ibrahimu. Ndiyo. Imani ya Yairo kwa binti yake moja ndiyo imani aliyokuwa nayo Ibrahimu. Tumeona pale ya kwamba mtoto amekufa, tayari watu wanasikitika msibani. Yesu alipoenda amewakuta wanalia na wanaomboleza, wanapiga na ngoma, lakini yeye akaamini uzima, na kweli mtoto akapona, akarudi kwenye uhai. Maana hii sio kupona, akafufuka. Imani hiyo hiyo alikuwa nayo Ibrahimu. Ngoja nikuoneshe. Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka wa 19. Waebrania 11:17 mpaka 19. Biblia inasema nini? Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 19. Biblia inasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa wa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena kutoka huko kwa mfano. Biblia inasema Ibrahimu alipojaribiwa na Mungu amtoe Isaka, hakusita. Kwa nini? Alimtoa akiwa anaamini moyoni ya kwamba hata kama atakufa, Mungu anaweza kumrudisha tena kwenye uhai. Si ndicho kitu alichokiamini huyu baba kwa habari ya binti yake? Sawa. Kwa nini? Mungu anaweza kusababisha badiliko lolote katika maisha ya mtu bila kujali tatizo limekaa kwa muda mrefu kiasi gani, au jambo limefika kwenye hatua ngumu namna gani. Angalia pia Yohana 11 mstari wa 38 mpaka 44. Utaandika hapo namba 2 ya Kirumi, kwamba utaandika namba 2 ya Kirumi. Imani hiyo pia ilionekana kwa Yesu wakati wa kifo cha Lazaro. Andika hapo hiyo namba 2. Imani hiyo ilionekana pia kwa Yesu wakati wa kifo cha Lazaro. Imani ya huyu bwana aliyotuonesha kumbe hata Ibrahimu aliyokuwa nayo ilimpa matokeo. Imani hiyo hiyo ilionekana kwa Yesu wakati wa kifo cha Lazaro. Alafu nitakutajia hilo andiko. Imani hii ilionekana kwa Yesu wakati wa kifo cha Lazaro. Yohana 11:38 mpaka 44. Yohana 11:38 mpaka mstari ule wa 44. Sura 38 inasema hivi: basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Yesu ameenda kwenye mazingira ambayo tayari Lazaro ameshakufa. Yesu anatoa taarifa ya kwamba huyu bwana hajafa, atafufuka. Amefika kaburini, anamwambia dada yake, liondoeni jiwe. Anamwambia, Bwana, tulishakwambia ya kwamba huyu mtu amekufa na ameshazikwa, ni siku ya 4. Yesu anaamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya jambo kubwa bila kujali kiwango cha tatizo limefika kuwa kubwa kiwango gani. Niko hapa kukwambia, chochote ambacho kimeharibika kwenye maisha yako, ambacho umehangaika nacho kwa muda mrefu, kimebaki kwenye hali moja, tukiomba leo kinaweza kubadilika na kikapokea matokeo tofauti na yale ambayo ulikuwa nayo. Iko hivyo. Biblia inasema imani hiyo aliyokuwa nayo, akaomba akafufuka. Namba 3 ya Kirumi pale ndani, imani hiyo pia ilionekana kwa mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12. Imani hiyo pia ilionekana kwa mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12. Jamani,
Kama watu wote hawa walikuwa na imani hiyo katika hali ngumu na mbaya, lakini bado waliamini nguvu ya Mungu kuachilia badiliko, hatuna sababu ya kukata tamaa na kushindwa kumwamini Mungu. Imani hiyo pia ilionekana kwa mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12. Yaani Ibrahimu aweze, Yesu kwa Lazaro aweze, wewe ni nani ushindwe? Luka 8:41 mpaka 48. 41 mpaka 48. Luka 8:41 mpaka 48, utaona habari ya mwanamke huyu ambayo wengi tunaifahamu. Biblia inasema alitokwa na damu muda wa miaka 12. Tatizo lake lilimfanya fedha na mali alizokuwa nazo, anaeleza hapo, alizitumia zote kwa ajili ya matibabu lakini ya kupona. Na hiyo ni kawaida. Inapokuja kwenye swala la uhai, mtu huwa yuko tayari kutoa kila alicho nacho ili kuokoa maisha yake. Lakini haikumpa matokeo. Nilimpenda sana huyu mwanamke. Pamoja na kwamba alipoteza vyote, lakini hakupoteza imani ya Mungu kwa habari ya uponyaji wake. Mwambie jirani yako, unaweza kupoteza vyote, lakini usipoteze imani. Mwambie tena, unaweza kupoteza vyote, lakini usipoteze imani. Kila siku wanangu nimekuwa nawaambia hapa, naomba nirudie tena. Siku mpya ni nafasi mpya ya Mungu kufanya jambo jipya kwenye maisha ya mtu. Andika jambo hilo litakusaidia. Siku mpya ni nafasi mpya ya Mungu kufanya jambo jipya kwenye maisha ya mtu. Siku mpya ni nafasi mpya ya Mungu kufanya jambo jipya kwenye maisha ya mtu. Uhai ukiwepo, tumaini bado lipo. Siku mpya ni nafasi mpya ya Mungu kufanya jambo jipya kwenye maisha ya mtu. Uhai ukiwepo, tumaini bado lipo. Kwa hiyo mwanamke huyu, ukisoma habari zake kwa wakati wako, akaponywa tatizo alilokuwa nalo, akaponywa. Lakini pia ukiendelea kusoma maandiko uko mbele zaidi, utakuja kuona imani hii pia, namba 3, namba 4 kwenye vile mifano vyetu vya ndani. Namba 4, imani hii pia ilionekana kwa Ibrahimu, baba yetu wa imani. Imani hii pia ilionekana kwa Ibrahimu, baba yetu wa imani. Ukisoma maandiko vizuri, nitakupa tu maandiko ya kuandika, alafu mimi nitakuelezea ili usitumie muda. Andika Kutoka 3:7 mpaka 10, Kutoka 3:7 mpaka 10, Kutoka 12:30, Kutoka 12:33 mpaka 41. Nitakuelezea kwa nini nakupa hayo maandiko. Ukisoma hayo maandiko hapo, utaona kwa habari ya wana wa Israeli, alafu nitakuja kuelezea pale kwa habari ya Ibrahimu. Kuna kitu Roho Mtakatifu alikuwa ananikumbusha hapo. Kwa habari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikaa utumwani muda wa miaka 430. Vizazi 4 vya miaka 100 na vizazi vya miaka 30 vilipita wakiwa katika hali ya mateso. Walipokuwa katika hali ya mateso, waliteswa utumwani, walionewa, walibaguliwa. Maisha ya utumwa hayakuwa rahisi, kiwango ambacho Waisraeli walitoka utumwani, lakini Misri ikiwa haijatoka ndani yao. Mwambie jirani yako, Israeli walitoka utumwani, utumwa ukiwa hujatoka ndani yao. Unajua ilikuwa ni hatari. Watu wametoka Misri, lakini Misri haijaondoka, inaishi ndani yao. Na ndio maana kila walipokuwa njiani walikuwa wakipata changamoto, wanakumbuka Misri. Mwambie mwenzako, thamani ya X haijawahi kupatikana. Kulikuwa hakuna sababu za kukumbuka jana yao ambayo Mungu amewatoa, badala ya kuitazamia kesho yao kwa shauku kubwa. Na nikajua maisha ya utumwa yalikuwa ni mabaya. Watu hawa walikuwa wanabaguliwa. Niliwahi kusoma andiko moja nikagundua Wamisri walikuwa hawawapendi Wayahudi kwa kiwango cha hata kuto kushirikiana nao chakula. Ngoja nikuoneshe kabla sijarudi kule. Mwanzo 43 mstari wa 29 mpaka wa 32, ngoja nikuoneshe hapo. Sitasoma yote, afu nitakusomea tu kitu. Mwanzo 43:29 mpaka 32. Au ngoja nikusomee kwa haraka. Mwanzo 43:29 mpaka 32. Akainua macho yake akamwona Benjamini nduguye mwana wa mamake, akasema, huyu ndiye ndugu yetu mdogo mliyeniambia habari zake. Akasema, Mungu akufadhili mwanangu. Yusufu akafanya haraka kwa sababu ya moyo wake ulimuonea shauku nduguye, akatafuta pakulia, akaingia chumbani mwake akalia humo. 31. Akanawa uso akatoka, akajizuia akasema, leteni chakula. 32. Wakamwandalia yeye peke yake na wao peke yao, na wale wa Misri waliokula pamoja naye peke yao.
maana Wamisri hawawezi kula pamoja na Waebrania kwa kuwa ni chukizo kwa Wamisri. Fikiria, Yusufu ni waziri mkuu, lakini kwenye nchi ambayo sio ya kwake. Ikifika kwenye swala la chakula, wataandaa chakula ila hata kula pamoja na maafisa wa ile nchi. Umeshawahi kufikiria hilo kwa sababu Biblia? Fikiria namna ambavyo walikuwa wanabaguliwa. Sasa kama waziri mkuu kwenye nchi ya ugeni, si ametatua tatizo? Lakini ikifika kwenye ishu ya chakula wanambagua. Fikiria sasa wana wa Israeli wakiwa watumwa na Yusufu hawapo, walikuwa wanabaguliwa kiasi gani kwenye nchi ya ugeni? Walikaa 430, lakini muda ulipofika wa Mungu kuwatoa, alibadilisha maisha yao, akawatoa utumwani na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi yao. Nilitaka nikugusia habari ya wana wa Israeli na utumwa wao, ili uone miaka 430 ya tatizo lao ilimfanya Mungu siku moja akaenda kuingilia hali yao na akabadilisha historia yao. Badiliko linaweza kutokea bila kujali tatizo limekaa kwenye maisha ya mtu kwa muda gani. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Tunaenda pamoja watu wa Mungu hilo ni jambo la msingi na ni jambo la muhimu sana. Tulizungumza kwa habari ya Ibrahim na Sara, si ndio? Utaandika Mwanzo 12:1-4, habari ya Ibrahim na Sara. Mwanzo 12:1-4 ni wakati ambapo Mungu alikuwa anamwambia Ibrahim aondoke kwenye nchi yake aende kwenye nchi ya ahadi yake. Na Ibrahimu wakati anaondoka hapo, Biblia inasema alikuwa na umri wa miaka 75. Shika hilo neno, Biblia inataja alikuwa na umri wa miaka 75. Maisha yakaendelea. Angalia Mwanzo 21. Utaandika Mwanzo 21:1-7. Mwanzo 21:1-7. Biblia inasema Ibrahimu akiwa na umri wa miaka 100, ndipo Sara anapata ujauzito, wakati Sara akiwa na umri wa miaka 90. Yaani najaribu kusoma haya maandiko alafu huwa ninafikiri ilikuwaje wakati Sara alipokuwa anaenda kliniki kwenye umri wa miaka 90 akiwa na ujauzito wake. Dr. Pray. Kuna neno Sara alilitaja huku nikalifikiria, mstari wa 7 anasema, Sara akasema, ni nani angemwambia Ibrahim Sara atanyonyesha wana, maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Najaribu kuwaza ziwa alilokuwa analinyonya Isaka lilikuwaje. Ni katika kuwaza kwangu tu jamani. Nataka nikuoneshe ule muda wa tatizo. Maana yake Ibrahimu na Sara hali yao iliwatesa tangu walipopokea ahadi kwa muda wa miaka 25, 75 mpaka 125. Lakini bila kujali muda, Mungu alipofika na kutaka kufanya ahadi yake, alifanya nini? Alibadilisha. Niko hapa kukwambia, haijalishi limekaa kwa muda mrefu kiasi gani, haijalishi taarifa uliopewa tatizo limefika kwenye umbali gani, niko hapa kutangaza, tukiamua kuomba, tukiamua kumtafuta Mungu, lolote linaweza kutokea. Lolote linaweza kutokea. Lolote linaweza kutokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja wanangu. Tunaenda pamoja wanangu. Kuna maandiko hapo nilitamani tuyaangalie, lakini nikibaki hapo tutajikuta sijafika ambako tunataka kufika. Nataka tukaangalie kwa haraka mambo ambayo Mungu hutumia kubadilisha hali zetu katika maisha. Mambo ambayo Mungu hutumia kubadilisha hali zetu katika maisha. Nitaenda kwa haraka sana na sitagusa zote, lakini naamini angalau zitakupa ABC ili tuweze kuingia kwenye maombi sasa. Mambo ambayo Mungu hutumia kubadilisha hali zetu katika maisha. Namba 1, neno lake. Namba 1 ni neno la Mungu. Neno la Mungu linapoletwa kwenye maisha yetu huwa haliletwi kama taarifa tu. Linaletwa kama nguvu yenye uwezo wa kubadilisha hali zetu kwenye maisha. Narudia tena. Neno la Mungu linapokuja kwenye maisha ya mtu huwa haliji kama taarifa tu. Linakuja likiwa kama nguvu yenye uwezo wa kubadilisha hali ya mtu. Neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yako huwa haliji kama taarifa tu. Linakuja likiwa na nguvu ama uwezo wa kubadilisha maisha yako. Jambo nyingine, kila neno la Mungu unalojifunza linaweza kuleta matokeo makubwa endapo utaamua kuliishi.
Kila neno la Mungu unalojifunza litaleta matokeo makubwa kwenye maisha yako utakapoamua kuliishi. Kila neno la Mungu unalojifunza kwenye maisha yako litaleta matokeo makubwa utakapoamua kuliishi. Zaburi 107 mstari wa 18 mpaka 21 utaandika hapo. Zaburi 107 mstari wa 18 mpaka mstari wa 21 anasema, nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti, wakamlilia Bwana katika dhiki zao. Unaona hao watu Anasema hawa watu wako katika hali mbaya, wanayaona malango ya mauti, wanachukia kila namna ya chakula, alafu wakaamua kumuomba Mungu. Ona Mungu alipotaka kubadilisha hali zao walifanya nini? 20, hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Wakiwa kwenye hali mbaya waliokuwa nayo, Mungu akalituma neno ambalo lilienda kubadilisha hali zao. Kwa hiyo kila neno unalosikia na kujifunza limelenga kubadilisha maisha yako, lakini haliwezi mpaka umeamua kuliishi na kulifanyia kazi. Utaona pia Mathayo 13, hatutasoma tutaandika tu. Mathayo 13:3 mpaka 9, naamini ukirudi nyumbani wewe unasoma. Mathayo 13:3 mpaka 9 na 18 mpaka 23. Mathayo 13:3 mpaka 9, 18 mpaka 23. Utaona hapo Yesu akifundisha kuhusu neno, anasema neno ni mbegu, na mbegu siku zote huwa imebeba matokeo ndani yake, si ndio? Alafu anaeleza pale watu watapokea matokeo kwa kadiri wanavyolitendea kazi. Ningeweza kukupa mifano mingi hapo, lakini naomba niiache kwanza. Ibada inayokuja nitarudia tena pale kwa ufafanuzi zaidi. Tuende kuangalia jambo jingine la pili ambalo linaweza kubadilisha hali ya mtu. Namba 2 ni maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Naomba ufahamu jambo hili wanangu, ambalo nimekuwa na wasisitiza na naomba nirudie. Maombi huwa hayamjulishi Mungu mahitaji yetu tu. Maombi huwa hayamjulishi Mungu mahitaji yetu tu, ila maombi huwa yanamuonesha Mungu pia waliomaanisha kusaidiwa naye. Hilo jambo unakumbuka. Maombi huwa hayamuonyeshi Mungu, hayamjulishi Mungu tu mahitaji yetu, bali pia umuonesha watu waliomaanisha kusaidiwa naye. Kwa hiyo kila wakati unapoamua kuomba, Mungu hauoni tu uhitaji ulio nao, lakini pia anauona moyo wa unyenyekevu wa namna ambavyo unaonesha kutamani ama kuhitaji kusaidiwa naye. Utaangalia pia kwenye Marko 10:46 mpaka 52, andika hapo. Marko 10:46 mpaka 52, utaona habari za Bartimayo kipofu. Biblia inasema nini kwa habari ya Marko 10:46 mpaka 52? Bartimayo kipofu aliposikia Yesu anapita, akaanza kupiga kelele akiomba, akiita. Watu wakawa wanamnyamazisha kimya, lakini hakunyamaza. Akaendelea kuomba, lakini hakunyamaza. Biblia inasema Yesu alipogundua akamwambia muiteni. Wakamchukua wakampeleka. Yesu akamwambia imani yako imekuponya. Hatutaacha kuomba mpaka tumeona Mungu amefanya tulioomba. Huyu mtu akawa anapiga kelele juu ya lile jambo lake, anapiga kelele, anamuita Yesu. Mwisho wa siku Yesu akajua huyu mtu amemaanisha, huyu mtu anataka uponyaji. Bidii yake ya kuita ishara ya maombi iliachilia uponyaji kwenye maisha yake. Na nina kitu tunajifunza hapa pia, ya kwamba bidii yetu kuomba hutegemea kiwango cha imani tulio nayo ndani yetu. Bidii yetu ya kuomba hutegemea kiwango cha imani tulicho nacho ndani yetu, na kiwango cha imani ndani yetu hutegemea kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Bidii yetu ya kuomba hutegemea imani iliyo ndani yetu, na imani iliyo ndani yetu hutegemea nini? Kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tukikuza ufahamu wa neno, tumekuza imani. Tukikuza imani, tumekuza bidii ya kuomba na kubaki kumtafuta Mungu, hata kama tunaomba na hatuoni badiliko la wazi likiwa linaendelea kutokea. Na iko hivi, unapoomba macho yako ya nje yanaweza yakaona hakuna kilichobadilika, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu Mungu anaendelea kubadilisha. Yeriko walipokuwa wanauzunguka ulikuwa ni kama mpaka siku ya 6 haujaanguka, lakini siku ya 7 ulianguka. Sio kwa sababu ya siku ya 7. Kila walipokuwa wanazunguka na kufanya kama Mungu alivyowaambia, Bwana alikuwa anazilegeza kuta na kuziandaa kuwa tayari kwa ajili ya anguko lake.
Kanuni za kiroho hizo ni muhimu sana kuzifahamu, namna zinavyofanya kazi. Bwana asifiwe. Ningeweza kupa maandiko mengi sana hapo, lakini naomba nitoke nikuongezee jambo jingine. Angalia mtu mwingine, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4:9 mpaka 10, naye tutasoma hilo na tutasoma habari zake. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4:9 mpaka 10, utamwona mtu mmoja anaitwa Yabesi, alichoshwa na huzuni yake. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4:9 mpaka 10, Yabesi alichoshwa na huzuni yake, akaamua kumtafuta Bwana, na alipokuamua kuomba, Mungu akabadilisha hali yake, akapanua mipaka yake. Utaangalia pia Mwanzo 25:20 mpaka 21, hili lazima nikusomee hili. Mwanzo 25:20 mpaka 21. Mwanzo 25:20 mpaka 21, Biblia inasema Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Bethueli Mshami wa Padani Aramu, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. 21 ndo nautaka sana. Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Biblia inasema Isaka alimuoa Rebeka, lakini kwa miaka mingi hawakupata mtoto. Alipotaka kubadilisha matokeo, aliamua kuwa serious kwenye eneo la maombi. Hata kama alikuwa ni mtu wa agano, Mungu alimsubiri aombe, ndipo Bwana aanze kushughulika. Chochote ambacho hakijatokea kwenye maisha yako na una shauku ya kutaka siku moja kukiona, lazima kikulete kwenye maisha ya maombi. Tutaendelea kuomba mpaka tutakapomuona Bwana ametutokea na kufanya kwenye maisha yetu. Mwambie jirani yako, haijaisha mpaka imeisha. Jambo la 4, toba. Jambo la 4 ni toba. Jambo la 4 ni toba. Utaandika Waamuzi 6:1 mpaka 10. Jambo la 4 ni toba. Waamuzi 6:1 mpaka 10. Utaona hapo kwa habari ya wana wa Israeli. Niko hivi nawaambia wanangu, kuna matatizo mengine kwenye maisha ya mtu, kama matokeo yake ni dhambi, hayawezi yakaondolewa kwa sadaka, hayawezi yakaondolewa kwa maombi, isipokuwa kwa toba. Kila dhambi inayofanyika kwa siri huwa inaachilia matokeo fulani kwenye maisha ya mtu. Kabisa. Kabisa. Kwa hiyo kama tatizo unaloliona unajua chanzo chake kilikuwa ni dhambi, ni muhimu kufanya toba na kutengeneza. Israeli walimuasi Bwana, mambo yakaharibika, vitu vikaenda ndivyo sivyo. Biblia inaonyesha walipoamua kutubu, walipoamua kumtafuta Mungu, toba ilimleta Mungu kusamehe dhambi, lakini ilimleta Mungu kurejesha yale ambayo adui alikuwa anachukua. Kuna vitu kama tatizo ni dhambi, havitatubiwa kwa maombi, havitatubiwa kwa sadaka, wala kutumika sana kanisani. Ni lazima ifanyike toba ya kweli. Lazima ifanyike toba ya kweli. Na naomba niwaambie jambo hili kwa habari ya toba wanangu, tunapomalizia. Naomba niwaambie jambo hili kwa habari ya toba. Toba ina hatua kubwa 3 zinazokamilisha na kuifanya ilete matokeo kwenye maisha ya mtu. Toba ina hatua kubwa 3 inayokamilisha na kufanya ilete matokeo kwenye maisha ya mtu. Namba 1 ni kutambua kosa. Andika tu wao ya msingi, alafu tutakuja kuandika kichwa cha habari hapo juu. Namba 1 ni kutambua kosa. Namba 1 ni kutambua kosa. Namba 2 ni kukiri kosa. Namba 2 ni kukiri kosa. Namba 3 ni kuamua kubadilika na kutokurudia kosa. Namba 1 ni kutambua kosa. Namba 2 ni kukiri kosa. Na namba 3 ni kuamua kubadilika na kutokurudia kosa. Watu wengi wanaweza wakatamka na kukiri makosa yao, lakini baada ya muda wanazirudia dhambi zao. Toba ya kweli inamtaka mtu kutambua moyoni, inamtaka mtu kukiri Mungu nimekosea, inamtaka mtu kudhamiria kutokuyarudia hayo mambo. Ukitaka kuona ukweli huo, utaona mambo hayo kwenye maandiko yafuatayo. Kwenye kitabu kile cha Luka 15:17 mpaka 24. Luka 15:17 mpaka 24 kwa habari ya mwana mpotevu, lakini utaona pia Luka 28:13, Mithali 28:13 inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo ikiwa unataka kuona mabadiliko yanatokea, hakikisha njia zako ziko sawa. Thank you.
Zibuka TV.